Sasa somo ambalo tutajifunza kwa hizi siku mbili ni somo linasema hivi: mambo yanayoweza kukusaidia kuziona baraka na msaada wa Mungu unapokuwa mhitaji au unapofanya kazi ya Mungu. Mambo yanayoweza kukusaidia kuziona baraka za Mungu na msaada wa Mungu unapokuwa mhitaji au unapofanya kazi ya Mungu. Mambo yanayoweza kukusaidia kuziona baraka na msaada wa Mungu unapokuwa mhitaji au unapofanya kazi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kabla sijaenda ndani zaidi, nataka nikujulisha kwamba wewe ulivyoumbwa na Mungu, uwe unafanya dhambi, uwe haufanyi dhambi, Mungu amekuumba katika namna ambayo utapata uhitaji. Bwana asifiwe sana. Kama wewe ni mwanadamu uliyeumbwa na Mungu, maana anasema yeye ni Mungu wa wote wenye mwili, si ndio? Kama ni Mungu wa wote wenye mwili, yeyote unayemuona ana mwili ni mwanadamu ambaye ameumbwa na Mungu. Kwa hiyo wanadamu tulivyoumbwa, tumeumbwa katika namna ambayo tunahitaji msaada kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Regardless umeokoka hujaokoka, ila Mungu alivyotuumba ni katika mazingira ya kuhitaji msaada kwake. Na ndio maana watu wengi wanasema kwamba hamna mtu ambaye ni mkamilifu. Maana kuna maeneo ambayo Mungu ameyatengeneza ili wewe uendelee kumhitaji sana kwenye maisha yako, ili uendelee sana kujua kabisa option ambayo inaweza kanivusha kwenye mazingira yoyote huwa ni Mungu. Mfano, mkiwa kwenye basi, sio wote wameokoka, ila basi likisha kutasikia Yesu. Bwana asifiwe sana. Lakini hamna mtu atasikia mume wangu. Hakuna mtu atasikia anasema mganga fulani. Unasikia kwa jina la Yesu. Unamuuliza, ndugu yangu, kwa jina la Yesu nayafahamu haya? Anambia mimi najuaga tu hivyo. Kwa nini? Kwa sababu tulivyoumbwa tunaamini msaada wa mambo yasiyowezekana aliyotushinda anapatikana kwa nani? Hata mtu anayeenda kwa waganga mwisho wa siku akimshinda asikia tumwachie nani? Kwa sababu tumeumbwa kumtegemea Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa kitu tunachojifunza kama ni mambo yanaweza kukusaidia uweze kuona baraka na msaada wa Mungu unapokuwa unahitaji au unapofanya kazi ya Mungu. Kwa nini nimezungumzia unapokuwa unahitaji na unapokuwa unafanya kazi ya Mungu? Ni mambo mawili tofauti. Unapokuwa unahitaji, yamkini unaweza kuwa kwenye situation ambayo let's say ni ya maumivu, ya unahitaji msaada fulani, unahitaji kutolewa kwenye hali fulani ambayo unaipitia. Sasa unahitaji kwenda kwenye hali nyingine ambayo ni ya matamanio yako. Lakini kwenye kuzifanya kazi za Mungu ni katika kuyafanya mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Tuliokuwa nao nafikiri wiki iliyopita tulizungumzia kitu kinaitwa nafasi. Tukazungumzia nafasi, halafu tukazungumzia kitu kinaitwa kazi za nafasi. Bwana asifiwe sana. Kwa kinachokutambulisha wewe nafasi yako ni ipi, sio nafasi as nafasi, ila ni kazi unazozifanya ndizo zinazoweza kukutambulisha wewe ni nani. Kwa hiyo kama ni mwalimu, we expect to see you unafundisha. Kama ufundishi, hakuna namna tutatuambia sisi wewe ni mwalimu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. 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 Anawaambia wale mkiamini kwamba kazi nilizozifanya mtafanya zaidi ya nilizozifanya. Why kazi? And not kuitwa majina hayo. Bwana asifiwe sana. So unakuja kugundua nachotaka kuzungumza katika kufanya kazi ya Mungu. It's not all about kuitwa mimi ni mwalimu, mimi ni mwinjilisti, mimi ni mhubiri, mimi ni nabii, mimi si mtume. No. That is not a point. A point is wewe kwenye nafasi yako ambayo ndio mwalimu unafanya kazi ya ualimu. Bwana asifiwe sana. Wewe kama muimbaji unaimba au ndio ile watanipigia simu ili nikaimbe? Kuna point nilizungumza kule nikasema hivi, watu tunapenda nafasi, hatupendi kazi za nafasi. Yaani mimi kuitwa prophet ninaona kama ni prestige fulani hivi, ila kufanya kazi sasa zile za prophet. Bwana asifiwe sana. Nataka kuzungumza nini? Unasema nataka kuwa kama wewe mtumishi. No. Ulichokipenda ni nafasi, ila kazi nazo zifanya ndugu yangu zitakutoa knockout. Upo. Yamkini nafasi unayoiona leo inakuwa hivi unavyoiona kwa sababu huyu mtu akienda ground anasahau kama kuna vipindi. Huyu mtu akienda ground anasema naenda kuomba dakika 10 anaomba masaa 6. Anashtuka, mbona kama nimeomba kidogo muda lakini umeenda. Then ukiingizwa kaambia ndugu yangu sasa sikia, ili uwe hivi fanya hivi, nasikia masaa 6 naomba nini? Kwa unapenda nafasi sio nini? Kazi.
Watu wengi wanapenda kuitwa mwimbaji, tukunyenyekee tushuke kwako. Lakini if you know, mimi nafasi yangu ni kuimba, sio swala ambalo unahitaji sisi tukulipe ndio utuimbie. Bwana asifiwe sana. Sisi tukulipe utuimbie kana kwamba tumekupa kazi sisi hiyo. Yaani hapo tulipokuweka utafikiri sisi ndio tumekuweka afu tunatuambia tukuimbie. And by the way, hata tusipokulipa kuna kitu tunajifunza hapa. Utajua kwamba kwenye kila nafasi au kwenye kila eneo ambalo Mungu amekuweka, haijalishi umekuwa sui kidole, haijalishi wewe ni kiganja, haijalishi wewe ni mkono kama mkono, haijalishi wewe ni jicho, whatever, there is something ambacho kitakufanya uendelee kuenjoy maisha kwenye hilo eneo. Bwana asifiwe sana. So tunachojifunza ni lifestyle. Nataka ukaenjoy kwenye nafasi yako. Nataka ukaenjoy kwenye utumishi wako. Nataka ukaenjoy kwenye kile ambacho tunakifanya kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nataka ukaenjoy pale unapopiga goti, unamwambia Mungu, sina hela ya chakula. Kuna kitu cha ziada zaidi ya hela ya chakula, nataka ukakienjoy hicho. Bwana asifiwe sana. Baraka ni malipo au tunuku au zawadi anayopewa mtu na Mungu kama matokeo ya kuzingatia kanuni ya Mungu kwenye hilo eneo. Baraka ni malipo au tunuku au zawadi anayopewa mtu na Mungu kama matokeo ya kuzingatia kanuni ya Mungu kwenye hilo eneo. Bwana asifiwe sana. Ninapozungumzia baraka ni tunuku au zawadi au ni malipo, nataka kuzungumza nini? Nimekwambia pale mwanzo kila mmoja ni mtumishi wa Mungu, si ndio? Kwenye eneo unalotumika kuna baraka zake. Nataka leo ufahamu, eneo lolote unalohisi unamtumikia Mungu, sijui unajua, sijui ulisimliwa na nani, lakini eneo lolote unalohisi unamtumikia Mungu kwa namna yoyote, kuna baraka zake. Kuna baraka zake. Manake unapofanya kitu cha Mungu, we expect you to see blessings in your life. Kwa nini? Kwa sababu eneo lolote unalolitumikia huwa mafuta yake yanayotengeneza ule mjongeo endelee kutokea ni baraka. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisikia mtu ameinuliwa, sio kwa sababu anafanya namna gani, ila katika yale anayoyafanya kuna blessings zinazotengeneza matokeo ya kuinuliwa kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka nikujulishe, kama unaimba, kama unaomba, kama unashauri, kama unafanya chochote ambacho ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu na Mungu anakuasaini kufanya hicho kitu, uwe na uhakika kuna baraka lazima uzipate kwenye hilo eneo. Kwa hiyo kama ni muombaji, unapokuwa unaomba, yamkini unaomba kwa ajili yako au unaombea watu, uwe na uhakika ile ni kazi ya Mungu na ile ni mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo niliwaambia siku ile kwamba kazi ni mapenzi ya Mungu, au ni vitu ambavyo unatakiwa kuvifanya daily, ambavyo ndivyo Mungu anataka uvifanye. Bwana asifiwe sana. Na nikawazungumzisha nikawaambia kuna tofauti kati ya mapenzi ya Mungu na kusudi la Mungu. Mapenzi ya Mungu ndivyo vitu unatakiwa kuvifanya ili vikufikishe kwenye kusudi la nani? La Mungu. Maana yake ni nini? Kama kusudi la Mungu ni wewe uwe daktari, kuna vitu ambavyo unatakiwa kuvifanya ili uweze kufikia udaktari. Udaktari hautokea automatically, ila unafikiwa kwa procedure na mambo fulani unatakiwa kuyazingatia. Kwa yale ambao unatakiwa kuyafanya kwa mara ili uweze kufika pale, ndio mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo utaangalia Mathayo sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 8, ila mimi nitasimulia tu hicho kisa kilivyokaa. Namshukuru mtumishi wa Mungu ambaye alikuwepo kwenye maombi kule, alizungumzia kitu nikasmile, nikasema God, una revelation za ajabu sana. Bwana asifiwe sana. Aliongelea kitu kinaitwa kwamba haufanyi wema ili kusudi utazamwe na watu, ila unafanya wema kusudi Mungu auone wema ulioufanya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ukisoma hii Mathayo sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 8 anasema hivi, msifanye wema machoni pa watu ili kusudi mtazamwe na. Kwa sababu gani? Mkifanya mambo kama hayo hamtapata thawabu kwa Baba yenu. Thawabu ni nini? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo thawabu ni impact au ni vitu ambavyo unatakiwa kureceive baada ya kufanya jambo fulani. Sasa kufanya wema, ndugu zanguni, sio tu tukuone mwema. Kufanya wema, hata Mungu akikwambia hivi, huyo rafiki uliye naye achana naye, umefanya wema mbele za Mungu. Umenielewa hapo? Hata Mungu akakwambia hivi, nenda kamkaripia na ukamwonye yule mtu, haujaenda kuleta vurugu, umeenda kufanya wema wa Mungu. Bwana asifiwe sana. So tusichukulie mazingira ya wema tukasema ni watu jemeni wakinitazama.
listen to me. Everyone here ana moyo wake na anauelewa wake. Yaani kuna mtu hapa hata tu niliposimama hivi anasema, hivi aka kajamaa kamekosa nguo nyingine za kuvaa. Alafu then mimi nitafanyaje ili huyu mtu anipende sasa? Nikaanza kufungua begi nichague nguo mpaka aje akubali ni lini. Bwana asifiwe sana. Sio na ninachokizungumza, lakini anaposema msifanye wema, kwa nini maana yake? Dhamiri ya kile unachokifanya basic yake sio watu, basic yake ya kwanza wewe ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa akazungumza mambo akaenda mbali zaidi akasema hivi, hata kwenye kutoa sadaka utoapo, autoe kwa sababu ni show off watu wajue unavyo, ila unatoa ili Mungu wako unayesirini afanyaje? Aone kwamba umetoa. Bwana asifiwe sana. Lakini leo hii unajua mimi natoaga 20,000, mimi natoaga shilingi ngapi? Halafu natarajia kupata baraka kwa Mungu zipi? Unapata baraka zipi? Kwa sababu anasema hivi, mkifanya mambo kama mmekwisha kupata thawabu zenu. Maana yake ni zipi? Ile tu watu kukuona umetenda jema tayari umelipwa, Mungu akulipi. Umenielewa vizuri? Yaani ile tu kwamba nataka nimpendeze Priska, kwa nitamsoma Priska anapenda vitu gani, ni behave vile Priska nataka tu. Lakini kwa huyu anajua kabisa huyu jamaa kwangu si mwema. Lakini Priska nitapenda kwa sababu gani? Labda kuna kitu nataka Priska aamini kuhusu mimi. Kwa ile Priska tu kuni appreciate kama natenda mema. Maana yake kama kuna kitu mbele za Mungu ningekipata sitakipata kwa sababu Priska alishanipatia. Sasa cha Priska kitanipeleka wapi mimi? Bwana asiwe sana. Kwa kuna vitu fulani hivi unatakiwa ukavienjoy. Anasema hivi, hata muombapo msipayuke mkaa kama wale jamaa wao, sio akisikia wako pale tu unashangaa mtu anashuka hapo hapo. Anasema hivi, wanafanya hivyo ili kusudi watazamwe na watu kwamba wako hivyo. So unapokujaga labda unaomba kwa ajili gani? Tujue unajua kuomba au Mungu aone dhamiri ya maombi yako. Yesu asifiwe sana. Unapofanya huduma yoyote unaimba ili si tukujue unajua kuimba. Unapanda scale unatetemesha sauti ili tujue unajua kuimba au ndivyo Mungu anataka uimbe. So unakuja kugundua unasema utumishi ni mgumu. Utumishi sio mgumu kwa sababu sisi tumekubariki tayari, ila Mungu hatakubariki. Bwana asifiwe sana. Inataka ukaenjoy prestige fulani hivi, ukaenjoy vitu fulani vya Mungu ambavyo hivi unakuja ni matunda ya kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Ni matunda ya kutembea na Mungu na utaziona baraka za Mungu. Bwana asifiwe sana. Sasa nimezungumza kitu gani? Kwamba baraka hatuziombi ila baraka tunazitafuta. Yaani wewe kama unaendaga ground unamwambia Mungu naomba unibariki, haziombwi ila zinafanyaje? Kwa nini zinatafutwa? Nilikwambia baraka zinatokea baada kuna kanuni zile ambazo kizizingatia. Bwana asifiwe sana. Kwa kumbe kutafuta baraka sio maombi tu. Kutafuta baraka is all about kanuni, jua kitu unachokihitaji umeizingatia. So kuna wakati au maombi yanaweza akawa ndio nini? Kanuni. Bwana asifiwe sana. Inakuja mazingira gani? Mungu anakuambia kwa hili funga na uombe. Kwa usipofunga never and ever you'll never see the impact. Simenielewa? Yaani sio kila kitu tenda Mungu nibariki, bariki kazi mikono yako. Sikiliza, baraka zinatokea kwenye kanuni. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa pale nilizungumzia kitu kinaitwa nini? Msaada. Nikasema hivi, msaada ni kupewa njia au kufanyiwa jambo linalokutoa kwenye hali fulani na kukupeleka kwenye hali unayotakiwa kuwa nayo. Yaani unatolewa kwenye hali fulani. Kwa mfano kama unaumwa, msaada wake ni kuponywa. Yaani wewe utoke katika hali ya kufanyaje? Ya kuumwa. Nataka sasa nikupe concept mbili hizi, namna gani ambavyo zimekuwa zina uhusiano kati ya msaada na baraka. Bwana asifiwe sana. Kwamba una msaada ni namna fulani hivi ya kupewa au unafanyiwa ili utoke kwenye hali fulani. Kwa mfano, wewe unanisaidia nguo kwa sababu niko uchi ili nitoke katika hali ya kuwa nani? Uchi, ni msaada. Bwana asifiwe sana. Lakini sasa namna gani vina uhusiano? Kinachoanzaga unapomuomba Mungu kujibiwa au unapofanya kazi ya Mungu huwa ni msaada. Kwa mfano, watu wengi wanaambia Mungu nisaidie niimbe vizuri. Bwana asifiwe sana kwa waimbaji hapo. Lakini kwa mhubiri anawaambia Mungu nisaidie nikanene neno lako kama unavyotaka. Kwa Mungu anachofanya ni msaada wa kwenda kulihubiri na ndio maana hapa nataka sasa uanze kufungua akili yako uelewe kuna kitu kinaitwa consistency. Consistency is not all about kwamba tuone sasa kila siku wagu unaimba. Not only that, lakini consistency is all about maintain ile level ambayo Mungu ameruhusu utumike kwa alafu utembee nayo hiyo. Ikiwezekana iende juu zaidi, sio kurudi. Jumapili umeimba vizuri, Jumapili ijayo umeboronga. Umehubiri vizuri leo, lakini siku inayokuja unaharibu.
hakuna consistency. Bwana asiwe sana. Ninazungumza kitu gani? Huaga baraka ni mwendelezo wa msaada uliopata wa Mungu katika maisha yako. Baraka ni mwendelezo wa ule msaada ambao Mungu ameachilia kwako. Na ule mwendelezo kwa namna gani? Ipo hivi, huaga Mungu anaachilia msaada. Mfano, unasema hivi, Mungu nina shida ya fedha, si ndio? Anakusaidia kupata nini? Fedha. Lakini kitu ambacho huwa tunamisi baraka kwenye lile jibu nililopewa au ule msaada nililopewa. Mungu angekupa baraka, maana angekufanyaje? Angekubarikia fedha yako izae na kuongea. That is blessing. Bwana asifiwe sana. Kwa kupata kazi, unamwomba Mungu unataka kazi, wewe unataka msaada tu. Lakini ile consistency ya kuendelea kusurvive kwenye kazi ni baraka. Bwana asifiwe sana. Maana yake nini? Unabarikiwa kazini kwako. Why? Maana yake we need to see ukikaa kwenye kazi hautashushwa cheo ila utapandishwa nini? Why? Umekuwa blessed kwenye hilo eneo ila hujasaidiwa kwenye hilo eneo. Msaada ulitolewa awali, alafu ile baraka ikaja kuwa muendelezo wa kuendelea kumaintain sasa pale Mungu aliporuhusu ukae. Yesu asifiwe sana. Kuna mtu anamchanganya. Mfano, ukiwa unaumwa, kupona ni nini? Ni msaada wa Mungu, si ndio? Lakini ile hali ya kupewa afya imara ya kwamba hautaumwa tena ili gonjwa ambalo nimekuponya, ile ni nini? Umebarikiwa afya yako. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Usibaki kwenye kusaidiwa, ila kuna kitu cha ziada kinaitwa blessings. Hizi blessings ndizo zinazofanya watu wanaenjoy kwenye utumishi, sawa Na blessings sio hela wala sio nini, ila blessings inaweza kufunuliwa kwa namna yoyote. Bwana asifiwe sana. Nikupe mfano mdogo sana wa baraka iliyotolewa. Sulemani aliomba nini? Apewe hekima, yani moyo wa adili. Nini afanyaje? Ajue hukumu ya haki. Maana yake aliomba msaada ya kwamba aligundua, Mungu katika hii kazi ulionipa mimi siwezi peke yangu, ila ninaomba msaada nijue namna ya kufanyaje, ya kufanya maamuzi. Bwana asifiwe sana. Lakini baraka aliyopewa ilikuwa inaitwa nini? Alipewa utajiri. What the meaning ya kupewa utajiri? Hakupewa utajiri just aliomba utajiri, aliomba hekima, ndio ulikuwa msaada. Lakini blessings ambayo Mungu aliachilia ilikuwa ni baraka ya kuendelea kumfanya huyu Sulemani aendelee kusurvive na kumaintain ile position yake ya kwamba atatumia hekima yake kufanya maamuzi. So, kwa nini Mungu alimpa utajiri? Una njaa ndugu yangu ndani, alafu kuna kesi. Mtu anakuja na moyo mweupe, alafu kuna mwingine anakuja na chochote kitu. Najua kabisa nikiamua hii kesi, nyumbani napata unga, napata kamchele, napata mafuta na mambo mengine ya ndani yanafanyika. Hivyo nafikiri unaweza kusurvive ukikutana na attempt kama hizo 6-7, alafu kusurvive kwenye hekima yako. Ila ilihitaji fedha ili kwamba Mungu anasemaje? Hapata tokea tajiri kama wewe. Maana yake hakuna mtu atakuwa na kitu chochote kwenye vitu vinaitwa vya fedha au mali cha kukushawishi, kwa sababu unavyo zaidi ya wanavyonavyo. Bwana asifiwe sana. Kwa blessing inakuja kwako ili ikupe kitu ambacho ni zaidi ya walivyonavyo watu wengine, ambacho hicho kitakufanya uendelee kusurvive kwenye lile eneo la utumishi wako. Kwa kama ni muimbaji, tunatarajia kwamba uenjoy kwenye uimbaji. Maana yake ni nini? Kama Mungu anaona huyu ndugu yangu nataka nimtumie afanye live recording za kutosha, maana yake ili aweze kumaintain hiyo status ya kwamba unaweza kufanya live recording, lazima aachilie fedha. Sio fedha za leo kesho unalia, ni fedha ambazo zipo zinaendelea kusurvive. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hivi, kama blessings ni kitu cha msingi tunachokihitaji, utajiri upo ndani ya baraka. Utajiri haupo kwenye msaada peke yake. Yaani ili utajirike wewe, unachokihitaji sio nini? Msaada peke yake. Unahitaji na baraka kwenye eneo la utajiri. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Anafanyaje? Anamwambiaje? Kwamba utabarikiwa kazi za mikono yako. Maana yake ni nini? Zikibarikiwa tutaona zinaleta faida kwako. Ile faida ndio inayokupeleka kwenye nini? Utajiri. Halo. Umetumika kwa hasara mara ngapi? Mtumishi usiye na faida mara ngapi? Afanya evaluation basi. Yaani usikaze kwamba useme mimi natumikaga nazionaga baraka za Mungu. Msaada wa Mungu tunauita baraka za Mungu, wana wa Mungu. Na ndio maana unakuta hivi, umesaidiwa, kile ulichosaidiwa kesho tena inakuwa ni tatizo kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kama Mungu amekusaidia kupona malaria,
tunatarajia upewe consistency ya kuweza kuihandle malaria. Bwana asifiwe sana. Kama Mungu amekusaidia uwe na uwezo wa kukemea pepo, tunatarajia tuone consistency ya wewe kuongezeka. Unatoka viwango vya pepo, unakutana na mtu ambaye ana matatizo ambayo ni physical and you can pray na impact zikaonekana. Bwana asifiwe sana. Wakati nimeokoka nilianza kutamani kitu kimoja. Nilikuwa nikiona watu wanaombea, yani ile kitu nanifurukuta ndani. Sikuwahi fuata mtu nikamuuliza anafanyagaje. Ila nilikuta na moto ndani, nikangangana na Mungu, anambia Mungu, kwa nini hii inafanyikaje? Kwa kitu ambacho Mungu alikifanya, akaanza sasa kunipitisha kwenye vitu ambavyo vitanifanya niwe vile. Nilikuwa na mifungo mingi ambayo haieleweki. Yanaweza kukuta nimemaliza siku 5 nimefunga hapa masaa 12. Siku inayofuata naambia siku 1. Yaani umeokoka tu hauna hata wiki nyingi. Wiki ya 3 niko mahali tusele wala lile likalipuka pepo. Nikataka kuondoka lakini nikasikia wewe ulikuwa unaomba kitu gani? Nikamwambia Mungu nilikuwa natamani unisaidie na mimi niweze kutoa pepo, si ndio? Nilipoingia kuomba pepo lile nikalikemea likaondoka. Kuna kitu kilitokea ambacho mpaka leo hii pepo likilipuka siwezi ngalikimbia. Niseme waiteni waombaji wamuombee huyu, mimi nikaondoka. Bwana asifiwe sana. Unajua ni kitu gani? Baada ya kukaa na kutafakari zaidi, nikamwambia Mungu natamani niendelee kukutumikia katika huduma hii, niendelee kutumika katika kufanya uponyaji. Mungu alichokifanya, alibarikia ile huduma, ilifanyaje? Iongezeke na kukua. That is blessings. Kwa ukisema baraka ni fedha, my Lord my God. Kama baraka ingekuwa ni fedha, hiyo huduma uponyaji ingefia kule kule. Lakini kwa sababu uliingia kwenye maombi na ukamsi Mungu, nataka unisaidie nipate GPA fulani. Mungu akikupa ile GPA, that is ni msaada, si ndio? Lakini ile consistency ya ile GPA kuendelea kumaintain kupata vile, ile ni blessing. So you need to be blessed kwenye lile eneo. Mungu akikubarikia kwenye hilo eneo, maana yake kitatokea hutashuka kwenye hilo eneo, utaendelea kupanda. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. So natamani ukaenjoy prestige. Usije ukasema mtumishi wewe unafanyagaje? Sio unafanyagaje, ni kanuni za Mungu. Ukizingatia zile kanuni za Mungu, manake ndani yake zina blessings. Na kanuni za Mungu zenyewe tunazipata wapi? Niliwaambia ni kwenye neno la Mungu. Ambazo hizo kanuni za Mungu huwa sio not only kile kilichoandikwa kwenye Bible. Kuna vingine ambavyo Roho wa Mungu anavifunua kwako ya kwamba fanya hivi. Bwana asifiwe sana. Kwenye Biblia wapi palipoandika Veronica funga siku 3? Ila pameandika Esther alifunga siku ngapi? Lakini kwa sababu ni mtu ambaye unatamani sana Mungu akuongoze, atakwambia mwanangu, kuna hali fulani inakuja mbele yako, emfunga. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. So wakati ukiwa kwenye jaribu, huwa ni mazingira ambayo watu wengi hawamuoni Mungu. Ila ukimuona Mungu kwenye ile eneo, ukipita Mungu anakupa blessings, anakubariki. Ile baraka ni ya namna gani? Manake ulipopita hutapita tena, utaenda kupita kwingine zaidi. Bwana asifiwe sana. Kwa kama wewe una majaribu ya mwaka jana na mwaka huu ndo hayo, pole. Pole. Pole my friend, mwambie jirani yako pole kama bado una majaribu yale. Yaani lile jaribu ulimwomba Mungu ukasaidiwa na bado ukarudi tena kwenye lile jaribu unalipitia tena. Pole sana. Kwa sababu gani? Kama ile ilikuwa ni hatua ya kumove kwenda somewhere, maana yake uliomba msaada Mungu akakusaidia, si ndio? Maana yake ilibidi abarikie lile eneo. Maana yake libaki ni ushuhuda kwamba nimewaipita sehemu fulani kwa ajili ya kumjenga mtu mwingine ambaye haamini kama Mungu anaweza kumuinua. Sio nilipita tena na nikapita tena na natarajia kupita tena. That is not blessing. Hiyo ni laana. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni nini? Ni laana. Sasa kuna mambo ya kufahamu kuhusu baraka na msaada wa Mungu. Yasipoisha ndugu zangu tutamalizia kesho, sawa pale ambapo tutaweza kuishia tutamshukuru Mungu hapo, lakini nilikuwa najaribu kuweka maelezo ya kina ufahamu kuhusu baraka na ufahamu kuhusu msaada wa Mungu. Usilizike na msaada wa Mungu peke yake. Tamani na baraka za Mungu fanyaje? Uzione maishani mwako. Bwana asifiwe sana. Baraka za Mungu ni kitu ambacho hakinaga huko. Yaani it's just something ambayo Mungu akikubless will be there until the end. Why? Inaachiliwa kwa ajili ya kutimiliza jambo fulani la Mungu mpaka lithibitike. Bwana asifiwe sana. So if we will come to an end, it's the end of blessings. Hello. Nani anaamini kwamba kuna baraka za kuwepo chuoni hapa? So kama Mungu
amekuleta hapa. Hivi kuna mtu ambaye wewe ukiuliza mimi hata sikuwa na mpango. Okay. Unafikiri kilichoamua wewe uwepo hapa ni mpango wako au ni Mungu mapenzi yake? Kwa kama ni mapenzi ya Mungu wewe uwepo mahali hapa, kuna baraka ambazo zimeachiliwa kukupa status fulani, kukupa consistency fulani, kukupa mwenendo fulani ambao yani uwaga ninajisikiaga vibaya hivi. Leo umeonekana this a man of God of this level. Kesho huyo mtumishi vipi? Ndio yule tuliyemuona. Why? Yani blessings ukipewa. Waangalia kina Yakobo. Wala siwe sana. Yakobo alibarikiwa na babake, si ndio? Unasema aliiba baraka, lakini angekuwa ameiba Mungu asingekuja kumbariki. Yani before hajaenda kuzishuhudia hizo baraka zinavyothibitika katika namna ya mwili, Mungu mwenyewe alimtokea akambarikia. Bwana asifiwe sana. Alivyomubarikia Mungu, ndipo sasa Mungu akamuelekeza pa kwenda. Mahali pa kwenda ni wapi? Na ndio maana wakati uko advance, mimi naamini Mungu alikubarikia uweze kufaulu. Na ndio maana toka ulikokuwa la kwanza umekuwa kifaulu mpaka hapa, si ndio? Lakini hii baraka mbona inaanza kupotea leo unafeli? Yani mbona inaanza kupotea sasa wewe uliyebarikiwa kupanda? Why this? Unataka kuniambia kwamba Mungu alikosea kukubarikia hicho kipawa cha kuweza kufaulu? Bwana asiwe sana. Na ndio maana tuko hapo kwa sababu tunafaulu. We are blessed. Hello. Lakini hizi baraka zitaendelea kuthibitika kwako. Kuna mambo mengi ambayo tutayaangalia. I think tutaangalia kesho. Leo nataka waangalie mambo machache yaliyopo kwenye baraka na msaada wa Mungu. Kuna jambo la kwanza nasema hivi. Ndani ya baraka ahadi za Mungu zinafunuliwa. Ndani ya baraka ahadi za Mungu zinafunuliwa ndani ya baraka. Ndani ya baraka. Bwana asifiwe sana. Andika Yohana wa kwanza au waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 3 na wa 5. Lakini mimi nitafocus tu ile kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 13. Inasema hivi ya kwamba Bwana atakufanya kuwa kichwa na wala sio. Nitafocus tu hapo. Kumbukumbu la Torati 28:13. Unajua mimi waga ninampenda Mungu kwa sababu Mungu anaachiliaga vitu ambavyo anatamani viwe. Waga achiliagi kitu ambacho it's just a theory. Mungu anaachilia kitu ili kitoe matokeo. Bwana asifiwe sana. Anasema ulituma neno lake halitamrudia bure mpaka litimilize mapenzi. Kwa hiyo kila alicholituma neno ndicho kinatakiwa kiwe. Kama haitakuwa kwako, hujalipokea hilo neno. Ila kama itakuwa kwako, ni matokeo ya kulipokea lile neno. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Hili somo sijakoti kwa mtu yoyote, sawa Sisi kasema alikaka soma vitabu, nimesoma Biblia. Biblia hiyo na Mungu ndo ambaye amenipa somo niseme. Kwa hiyo sina cha kwangu ambacho ninakuambia hapa. Ninakuambia vitu ambavyo nimeambiwa nifanyaje? Nikwambia sasa jambo hilo linasemaje kwenye kumbukumbu la Torati? Nami utakuwa kichwa na wala sio mkia. Nataka hapa, kwa nini nimekuleta hapa? Nataka nikuonyeshe ahadi ya Mungu kwenye hili neno iko wapi. Nataka uone ahadi ya Mungu kwenye hili neno liko wapi. Anasema nitakufanya kuwa kichwa na wala sio. Kuna maneno mawili, nitakufanya halafu kuna kichwa sio mkia. Bwana asifiwe sana. Nataka tuangalie pande mbili kwamba nitakufanya halafu anasema kwamba kuwa kichwa na wala sio mkia. Achana na huu pande wa huku kwamba kuwa kichwa na wala sio mkia. Ila nataka nikuanzishie hapa kwamba utafanywa kuwa kichwa. Hapa maana yake ni nini? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hii ni baraka. Utafanywa kuwa kichwa. You will always be the head. Yani utakuwa kichwa. Bwana asifiwe sana. This is a blessing. Lakini ahadi ni ipi? Ni wewe kuwa kichwa. Hiyo ndo ahadi ya Mungu kwako. Wewe kwa nini? Ila baraka ya Mungu ni kuendelea kwa nini? Si unanielewa hapo? Nimekuchanganya kidogo. Anaposema nitakufanya, maana yake unatengenezwa kuwa hicho kitu. Maana yake ni nini? Mungu haexpect kwamba kama alikufanya kuwa kichwa kukute ni mkia. Maana yake ukikutikana ni mkia haukuwa kichwa sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake kama unafanywa, maana yake huu ni mchakato. Sasa nilikwambia hivi, blessings, baraka
Ni vitu ambavyo vinakupa consistency. So ukitengenezwa kuwa kichwa, manake ile consistency wewe kuendelea kuwa kichwa ndio baraka Mungu amelibarikia hilo eneo, au amekibarikia hicho kitu Mungu alichokifanya mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini nitaka uone nini? Uone ahadi ya Mungu iko namna gani. Kwa Mungu kama anakuambia utakuwa kichwa na wala sio mkia, hiyo ni ahadi ya Mungu kwamba wewe uwe kichwa. Yaani ahadi ya Mungu sio ni utakuwa. Ahadi ya Mungu ni mimi niwe kichwa, si ndio? Kama ni mimi niwe kichwa, ule mchakato wa mimi kuendelea kuwa kichwa ndio nini? Baraka. Kwa Mungu akilibarikia hilo eneo, hatutarajii ndugu yangu kiimba kwa viwango fulani ambapo everyone ana receive the power of God kwa sababu ya uimbaji wako. Hatutarajii tuje tukute wewe ukiimba tena tunakuwa wakavu. Why? Hapa kuna mtu anaanza kumpa asila, ukitoka kajitafute tu. Bwana asiwe sana. Wala hata sio kesi. Ukitaka nenda kalale pale uombe. Hakuna mtu akukuhukumu. Na siku hizi naona watu yani kuomba mjiachi. Ukifika pale kuomba, usiombe kana kwamba unaogopa watu. Listen to me. Ukienda kuomba unasikia kuomba kwa sauti kubwa. Hata kama unatubu dhambi unasema Mungu jana nilizini. Don't care kwamba amesikia. What you believe kwamba my God ananisikia. So wewe kuna watu ambao mtaangukia kwenye dhambi ya kwamba nilimsikia fulani anaomba kitu fulani, alafu mimi nishatoka kwenye hiyo dhambi, ndio umebaki huko. So don't fear anybody. Jiachie vile Mungu anataka ububujike mbele zake. Bwana asifiwe sana. Kwa Mungu kama anasema kaombe kwa kujiachia galagala, don't care watu wanasema amelewa. Okay, sema it is fine nimelewa, lakini sio kwa mvinyo ila kwa roho. Hello? Sikasema nika jamaa ukikuta zile sawa nimelewa kwa Roho Mtakatifu, sijalewa kwa mvinyo na hizo kwa si ndo konyagi, si ndo vitu gani huko. Bwana asifiwe sana. So upate asila moyoni mwako, halafu kawa na kiyo kumwambia Mungu, ni kweli waga nimeitaga msaada sana, lakini kwa nini sioni baraka? Kile ninachokiita huwa ninakiita kila siku. Leo umekaba umeita Mungu kwa jina la Yesu, amekuachia wameondoka. Kesho tena kuja na kukaba kwa jina Yesu. Wewe unachoita ni msaada peke yake, lakini kuna kitu kimemisi. Mungu alibarikia eneo la ulinzi. Maana yake ni nini? Utalindwa utokapo na uingiapo. Maana yake ndio baraka. Utabarikiwa utokako na uingiako. Kwa unapotoka na kuingia unafikiri unavyokutana navyo ni vile unavyotaka. Kuna wakati unakutana na vitu vigumu lakini still you are blessed. Kwa hata ukikutana na mazingira magumu kwa sababu umekuwa blessed, mazingira anasema yeye mbarikiwa wa Bwana anapita. Lakini ukiingia kwenye hao mazingira, mimi naacha utumishi, mimi naacha kumtumikia Mungu, mimi si nini, yani kweli mimi naenda kuimba wananiambia na sauti mbaya. Listen to me. You are not searching for them to tell you unajua kuimba. Unachokitafuta is just a blessing of God. Mungu appreciate, akusaidie kwenye ile eneo, you will become a great singer. And then atakubarikia, halafu ile greatness ambayo umeweka ndani mwako, waliosema hujui kuimba wanakuja, mtumishi umefanyaje? Halafu nawasaidia waokoke wamjue Bwana. Haleluya. Kwa hiyo kwa sababu ya baraka za Mungu kwenye maisha yetu, ndio maana tunaendelea kudumu katika pendo la Kristo na kuendelea kumtumikia Mungu. Na ndio maana leo hii ukiniuliza hivi kwamba unahisi unaweza kumwacha Yesu, nenda kushangaa. Kwa sababu gani? Kuna vitu vingi ambavyo vilibadilika. Endapo vingekuwa katika namna ambayo kwamba nilivyokuwa mwanzo na ambavyo nilivyokuja kubadilishwa, nisingepewa kitu ambacho Mungu alinibarikia katika utumishi wangu. Manake ningekuwa na mazingira ambayo still ningefanana na yale mazingira ambayo nilikuwepo mwanzo. Kwa nini? Kwa sababu nilitaka kusaidiwa kwa sababu ya kitu fulani. And baada ya kusaidiwa nikarudi tena kule kule. Na ndio maana kama unamwombaga Mungu tu akusaidie kufaulu, utafaulu. Lakini kila ikifika mazingira ya mtihani, hali ile uliyoipata siku ile wakati unamwomba Mungu ndio hali ulionayo sasa hivi. Yaani kuna mtu ambaye maombi yako unamwomba Mungu akusaidie kufaulu kwa sababu kozi weki zimeshasheki, unaanza kulia mbele za Mungu. Halafu na hii nyingine inavyokaribia hali ni ile ile, lakini Mungu anaendelea kukusaidia. So nataka kuzungumza nini hapa? Msaada wa Mungu hautegemei umeokoka au hujafanyaje. Kwa anaposema ananyeshia mvua wabaya na wema, ana maana ya kwamba hatafanya vitu kwamba mwanadamu apotee. Ataendelea kumsaidia, ila kuna kitu atakikosa ambayo ndo raha ya utumishi sasa. Bwana asifiwe sana.
raha ya utumishi ataikosa kwa sababu hajawa katika namna ambayo anafuata kanuni za huyu Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kitu ninachotaka kuzungumza ni nini? Kama kuna mtu anafaulu darasani, isikupe shida. Hata kama hajaokoka, isiwe sababu ya wewe kulalamika mbele za Mungu. Sawa Ila una nafasi ya kwamba kumomba Mungu akusaidie wewe ufaulu, si ndio? Halafu kwenye kule kufaulu kwako ujue umwombe na Mungu akupe kanuni ni kwa namna gani nitaendelea kwa mtu wa kufaulu. Katika zile kanuni Mungu ndipo anapobarikia sasa utakuwa mtu yule. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Nami sitaki kuendelea maana kuna mambo mengine mawili, then kesho tutaangalia haya mambo yanaweza kukusaidia kuziona baraka za Mungu. Tutaangalia kwa machache sana. Lakini leo nimetamani tujifunze ahadi za Mungu, kwa sababu ahadi za Mungu najua ni rahisi sana kwa mtu mwingine, na ndio maana utakuta hata ukiwa unaomba nafikiri unaweza ukakuta tu ile neno lilikuwa melibeba kama lilivyo, ila nilivyokuelekeza kidogo kuna kamango umekapata kwamba na unasema utanifanya kwa kichwa na wala sio mkia. Ahadi ya Mungu, neno lako linasemaje? Utanifanya kwa kichwa, mimi ni kichwa. Bwana asifiwe sana. Kwa ahadi ya Mungu ni mimi ni kichwa, sio nini? Sio nitakacho bezi nacho, sio kufanywa tu. Mungu, mimi ni kichwa, nataka kuwa kichwa zaidi. Sio kichwa leo kesho mkia. Hivi utakuwa ni mtu wa namna gani jamani? Hata mnyama abadilikagi hivyo. Hata kinyonga anabadilika rangi, ila haimaanishi anatoka kwenye uhalisia wa kuitwa kinyonga. Ila kichwa na mkia ni vitu viwili. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Watu wapendwao na Mungu, watu wa thamani wa Mungu. So nilichotaka ukifahamu cha msingi zaidi, uweza kutofautisha baraka na msaada. Amen. Unapoomba Mungu niponye, usiishie tu kuponywa, ila kuna vitu ambazo ni kanuni ndogo ndogo au mambo ambayo tutayaangalia kesho ya kuzingatia zaidi, ambayo hayo mambo ndiyo yanayokusaidia wewe kuziona baraka za Mungu. Ingekuwa ni kitu ambacho it is there everyone anaweza kakiona, ingekuwa sasa hapana haja ya kumomba Mungu tufaniki. Bwana asifiwe sana. Lakini kwa nini Mungu aliweka kitu kinaitwa baraka? Aliweka baraka ili kwenye utumishi tusije tukaona ni mateso. Kwenye kazi za Mungu tusije tukaona kama ni utumwa. Anasema mimi siwaiti watumwa, maana mtumwa ajue afanyalo baba yake au uwe bwana wake. Lakini mimi ninawaita rafiki, kwa sababu yale ambayo ninaona kwa baba ninawaambia ninyi. So Mungu ametupa nafasi kubwa sana. Sisi sio watumwa kwake. Anachukulia kama rafiki, na ndio maana anazungumza na sisi, anashauriana na sisi. Bwana asifiwe sana. Lakini tungekuwa ni watumwa only that, we didn't anything ambacho tusingekuja kupokea kitu chochote, kwa sababu tumefanya lolote. Kwa sababu gani? Ukiwa ni mtumwa maana yake unatumikishwa pasipo malipo yoyo. Lakini ukiwa una thawabu au kuna kitu na receive, wewe sio mtumwa tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumefanywa kuwa wafanyakazi, tufanyao au tutendao kazi pamoja na nani? Kwa kama tunafanya kazi na Kristo, ameweka baraka nyingi kwenye maisha yetu juu ya mambo ambayo tunayafanya. Kwa chochote tunachokifanya kwa ajili ya utukufu wa Mungu kimebeba baraka. Naomba ufunike macho niombe kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai, ninakushukuru Mungu kwa sababu ya wingi wa neema yako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya somo hili ambalo Mungu, ninaamini kuna mtu mmoja ambaye Bwana unaendelea kugusa moyo wake, ambaye Bwana kwenye ile eneo la mkini alikuwa katika mazingira ya ugumu. Lakini Mungu wako na wengine ambao yamkini alikuwa anaona, lakini hakuwahi kujua ya kwamba ndizo ambazo ni baraka ambazo Mungu ameachilia kwenye ile eneo. Mungu, tunachotamani ni kuwa na muendelezo kwenye utumishi tulionao, na nafasi ambazo unaendelea kutufunulia kwenye maisha yako yetu kama ndizo ulizotuweka. Bwana, kuna viwango natamani tutumike. Mungu, sio viwango vya kushuka. Unapotuweka kwenye vile viwango, tunatamani Bwana uvibarikie ili tuendelee kutumika katika viwango hivi Bwana, ili mwisho wa siku tuendelee kuona mkono wako, tuendelee kuziona fadhili zako na nguvu zako Bwana. Zaidi tunakabidhi hata siku nyingine ya kesho
mikononi mwako Bwana. Uendelee kuzungumza yale ambayo unakusudia kuyasema. Uendelee kusema Bwana na watoto wako. Ninaamini ndani ya hizi siku Bwana utafanya namna ambayo watoto wako Bwana watakuwa na hofu na mashaka kwenye maisha yao, bali watakuwa na uhakika juu ya ahadi ambazo unaachilia kwenye maisha yao. Kwa sababu Mungu, katikati ya baraka hizo ndipo njia ya kuweza kufika huko wanakohitaji Bwana itaendelea kudhihirika zaidi na zaidi. Mungu, huku wakiendelea kuona utukufu wako usiopunguka kwenye maisha yao. Kwa utukufu wa jina lako Mungu ninaomba nikiamini umefanya na utaendelea kufanya zaidi ya haya kwa utukufu wa jina lako. Amen.